Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Ukiendelea kusoma pale utapata vitu vingine. Amen. 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 Sasa mimi kicho kinanisumbua kwenye huu mstari ni ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Katika nani? Katika Kristo. Okay. Inakufaa nini kubarikiwa rohoni kwa baraka zote za rohoni, alafu mwilini hatuzioni hizo baraka? Ni maswali ambayo yalikuwa yananisumbua mimi, na Roho Mtakatifu namshukuru sana, huwa ananiwekea pressure sana ndani yangu anaponisemesha neno. Huwa aishi tu kunisomesha kwamba soma sehemu fulani, ananitafakarisha pia kwamba Mwangomo Nicholas, unaposema umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, inakufaa nini sasa? Nimekubariki huku ndani au huku rohoni, lakini hizo baraka mbona hazionekani katika maisha yako ya kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna yeye naweka changamoto hiyo ndani yako. Usifurahie tu neno linapokuambia kwamba umebarikiwa kwa baraka zote za roho. Una hatua ya pili, unatakiwa kuenda kumhoji Mungu. Hizo baraka toka umeziweka rohoni, toka nilipookoka, huu ni mwaka wa 5, mbona sizioni mwilini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Furaha yako sio tu kusoma kumwambia Yesu kwamba umenibariki kwa baraka zote za rohoni. Lazima uwe na maswali. Lazima uwe mchallenge Mungu kumwambia no, hizi baraka kama zinataka kuishia huku rohoni, zinatufaa nini sisi tunaotembea mwilini? Bwana Yesu asifiwe. Zinatufaa nini sisi ambao tunatembea mwilini? Yaani tumevishwa mwili huu, pamoja na kwamba tuna roho na nafsi ambao tumewekewa mwili. Sasa kwa kuchangamsha namna hiyo, nitaka nikufundishe kitu ambacho tutaingia kwenye maombi, ambacho kule mwishoni tutahitaji tuombe kumwambia Mungu, hujaandika haya maandiko kwa ajili ya kupamba tu Biblia, tunahitaji kuyaona kwenye maisha yetu ya kila siku. Uwe umeoa, hujaolewa, uwe umeolewa au hujaoa, ni baba wa familia au ni mama wa familia, ni mfanyabiashara au ni mfanyakazi, tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho. Lakini swali ninalotaka kuachia ni kwamba tunazionaje hizi baraka huku mwilini? Tunamtambulishaje huyu Yesu aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni huku mwilini, ambako kila mtu ambaye anamjua Yesu na asiyemjua Yesu atasema wewe kweli una Yesu, wewe kweli unatembea na Mungu. Tunautamani wokovu ulionao, tunamtaka Mungu huyo unayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hoja yangu nilionayo leo ni namna ya kulifanya neno la Mungu kufanyika mwili kwenye maisha yako ya kila siku. Unaweza kuliandika kwa namna unavyoweza, lakini hoja yangu ya msingi leo nataka nikuoneshe namna ambavyo neno la Mungu linatakiwa kufanyika mwili kwenye maisha yetu. Ninaposema kufanyika mwili, manake ninakuonesha mchakato hapa. Sawa ndugu zangu? Sawa wapendwa wa Yesu, mnaopendwa na Baba wa mbinguni? Sasa ndio hoja yetu ya msingi tunataka tutembee nayo leo, na tutaomba kwa mzigo kule mwishoni. Mungu aliachilie neno lake kwa sababu tu anataka kuliachilia. Anahitaji tuliatamie, tuliombe, tulione likizilika katika mwili. Amen. Amen. Na ningekuwa na kufundisha masomo niliyo nayo, hili ni sehemu ya somo ambayo nimelichomoa kwenye somo langu ambalo huwa nawafundisha watu njia anazotumia Mungu kuwabariki watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wengi huwa wanamwomba Mungu, Mungu naomba unibariki, Mungu naomba hiki, Mungu naomba kile, lakini wachache sana ambao wanajua njia anazozitumia Mungu kuwajibu yale wanaoyaomba au kuwafanyia yale ambao wameyaomba yanafanyikaje, au Mungu anatumia njia zipi. Kwa leo nimekuchukulia neno kama njia mojawapo ambao Mungu
anaitumia kuwabariki watu wake wa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe utakuwa unajitathmini mwenyewe kadri ninavyoendelea kufundisha, wewe utakuwa unajitathmini, ili neno limefanyika mwili kwenye maisha yangu au nini? Ninachofahamu mpaka tupo hapa, wewe toka ulipookoka siku ya kwanza, najua kabisa Mungu amekusemesha maneno mengi sana, au amekufundisha neno kwa namna nyingi sana, aidha kwa kukufundisha na watumishi kama sisi tunaposimama mbele zako, lakini kuna wengine mmepewa maandiko ambayo yamekuwa neno, na hilo neno halijekuacha hadi leo hii, na wewe ujiulizi kwa nini neno limekushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufundisha kwa sababu najua nimepita kwenye mchakato huu. Kuna neno nilisemeshwa miaka kama 10 iliyopita. Miaka 2 lile neno nilikuwa nalipuuzia, nalichukua tu, naliangalia, nalipuuzia. Mpaka nilipoanza kumwomba tena Mungu, mbona sasa yale unaonisemesha unijibu? Akaniambia rudi kwenye lile neno niliyokupa, kwa sababu lile neno ndio limebeba future yako. Hebu piga hesabu, Mungu unamwomba anakutumia neno. Umejiuliza hilo swali? Tutajifunza kidogo. Yamkini upo hapo namlilia sana Mungu na hujajua kwa nini toka ulipookoka Biblia amekuwa rafiki yako. Wewe hujui tu. Wewe jiulize, kabla hujaokoka kwa nini ulikuwa huwezi kusoma Biblia? Lakini uokoka, Mungu anakupa nuru na uzito wa kwanza kusoma maandiko. Mungu anapoanza kukupa msisitizo wa kwanza kusoma Biblia, maana yake anakuonesha kwamba huo ndio mkate wa safari ya maisha yako yote ambayo nimekupangia toka siku ya kwanza ulipookoka. Huko ndiko nilikoficha baraka zangu zote. Huko ndiko nilikoficha watu wa kukusaidia kwenye maisha yako. Huko ndiko nikuwekea kila unachokitaka. Ila sasa ni wachache sana ambao wanaweka msisitizo kwenye neno la Mungu. Unasema tu ni neno. Njoo nikupe siri moja. Yesu tunasema ni mfalme wa wafalme, si ndio? Rais wa marais, si ndio? Okay. Samia Suluhu leo akija hapa akisema neno, unajua kinachokuwa kinatokea? Akisema wewe ukamatwe hapa, unajua kitachofuata? Hapo hapo unachukuliwa tu hapa unapelekwa. Amesema nani? Rais. Sasa piga hesabu, anasema rais wa marais, alafu unamchukulia poa, au unamchukulia kawaida. Utapoanza kuweka thamani ya neno la mfalme ambao ni Mungu wako, ndipo utaanza kuona mabadiliko ya maisha yako. Utakapoanza kulithamini na kulipa uzito neno la Mungu na kulipa thamani inayostahili, kwamba kama tu baba akinikataza hapa ninatetemeka, huyu aliye baba wa mababa yeye inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninajaribu kukuonesha namna ambavyo usipuuze maneno ya mfalme. Na Yesu alishasema neno la ufalme linapokuja kwako, usipolielewa nini kinachotokea? Yule ndege anakuja kufanya nini? Analidokoa, anaondoka nalo. Usipofanya nini? Usipolielewa. Ndio maana watu wengi sana, Mungu anapoongea wao wanapuuza. Mungu anapoongea wanamvalue Mungu kama wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu kufanyika mwili litatuongoza katika mistari ifuatayo: Yohana 1:14 mpaka 15, utasoma Mathayo 1:21 mpaka 22. Wewe andika tu hiyo mistari ya msingi ambayo inatuwekea nini ambacho tunahitaji tujifunze. Lakini nimekuonesha pale Waefeso 1:3 tumebarikiwa. Kwanza neno linasema atukuzwe Mungu wa Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za nini? Za rohoni katika ulimwengu wa roho. Sasa leo mimi nakupozia changamoto kwamba hizo baraka alizokubariki rohoni tunataka kuziona huku mwili. Kama wewe umelizika kubaki nazo huko rohoni, baki nazo ndugu yangu, wala hatupati shida sisi wengine. Ila sisi wengine tunataka tumuone Mungu anayejidhihirisha, anayeonekana, ambaye ukisimuliwa utamwamini, lakini baadaye anaanza kukuambia mimi ndio mimi uliyekuwa umeniamini hapo kwanza. Ndicho tunachokitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla sijakusomea hayo maandiko, nataka nikupe msingi wa mambo machache. Ukisoma Biblia, kabla halijawa andiko lilikuwa kwanza neno. Sawa watu wa Mungu?
nataka nikuwekee tu msingi. Yaani hii Biblia unaoisoma kabla alijawa andiko, kwanza lilikuwa neno limetamkwa. Kwanza lilikuwa neno lililofanya nini? Lililotamkwa. Alipolitamka yule aliyekuwa anatamka, mwandishi akawa anaandika. Kwa hiyo wewe saizi unalisoma kama andiko, sawa? Wewe saizi unalisoma kama andiko, lakini hili ni neno lililoandikwa, kwa usilipuuzie. Amen. Maana unaweza kusema tu ni maandiko. No, hili ni neno ambalo lilikuwa neno kwanza, ndio likafanyika andiko. Na unapolisoma ukiliacha tu hapa linaendelea kuwa andiko. Kitu cha ajabu sasa, ukilichukua ili andiko ukaanza kuliweka moyoni na kulitamka, linakuwa tena neno. Unaona mchakato? Mmeuona huo mchakato? Kwa hiyo awali lilikuwa andiko, wewe ukilisoma na kuliweka ndani ya moyo wako na kuanza kuliishi na kulitamka na kulitafakari, linageuka linakuwa neno tena. Kwa hiyo usilipuzie neno hili. Ndio maana tunaliita neno la Mungu lililoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nataka nikusisitizie sana. Maana wengine mnaposoma Biblia mnafikiria tu ni vitu vya kujifurahisha. Hapana. Kama Mungu aliweza kutunza hii Biblia toka mwandishi wa kwanza anaitwa Musa. Toka mwandishi wa kwanza anaitwa nani? Musa. Akaandika vitabu vyake 5, sijui vilihifadhiwa wapi. Akaja Joshua akaandika kitabu chake. Wakaja waamuzi wakaandika vitabu vyao. Wakaja wafalme wakaandika vitabu vyao. Wakaja mitume na manabii wakaandika vitabu vyao. Mungu akaamua kulikusanya neno lake, akaliweka kwenye chombo kinaitwa Biblia, ili sasa wewe uweze kufikiwa na neno ambalo limetamkwa miaka na miaka. Kwa sababu tunaambiwa neno la Mungu nyakati zote zitapita, lakini neno halitafanya nini? Halitapita mpaka limeyatimiza. Mmenielewa watu wa Mungu? Mpaka limeyatimiza yale ambayo Mungu kalituma kwalo kuyatimiza. Kwa hata wewe Mungu akikupa neno, litakusumbua hilo neno. Litakaa na wewe. Usipolipuzia litakuzalia matunda, na wewe utakuwa kiumbe ambaye unastaajabishwa na unatisha dunia hii. Kwa sababu watu watakuona sio wa kawaida. Lakini wewe sasa unaonekana wa kawaida kwa sababu neno la Mungu umelichukua kama la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo jamani ni mambo ambayo tutakiwi kuyapuzia. Okay, jambo lingine. Neno la Mungu limebeba maisha yako ya utumishi na maisha yako ya kila siku. Neno la Mungu limebeba maisha yako ya utumishi na maisha yako ya kila siku. Ninaposema limebeba, maana yake wewe unataka kula nini, unywe nini, uvae nini. Neno limebeba yote hayo unayoyatafuta. Najua hujaifundishwa mafundisho ya namna hii. Unataka labda nikufundishe namna ya kufanikiwa, namna ya kuwa tajiri, si ndio hivyo? Namna ya kuwa mtu mkubwa kwenye uimbaji, Lakini neno la Mungu limeficha uimbaji wako. Neno la Mungu limeficha mafanikio yako. Neno la Mungu limebeba afya yako. Neno la Mungu limebeba kile unachokitaka kwenye maisha yako. Na kwa sababu sasa wewe umekuwa mzembe, nasema ni mzembe kwa sababu ulitilii maanani neno la Mungu. Ndio maana unajiona upo vile vile toka ulipookoka. Sijui wewe ni mwaka wangapi. Lakini mimi Mungu alinipa muda wa kujitathmini. Kila mwaka unapopita huwa ananikalisha chini, anambia niambie umepiga hatua namna gani ya kufundisha, ya kusoma neno, ya kutafakari neno, ya kufanya mambo yanayokuelekeza neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni injili mpya wengine nawapa kwamba neno limebeba asili ya maisha. Neno limebeba mke, mume, mtoto, kila unachokitafuta neno ndio limebeba, watu wa Mungu. Najua mnapenda miujiza, si ndio hivyo? Najua mnapenda nini? Miujiza. Lakini miujiza imefichwa ndani ya neno. Si unaelewa ninapokuambia hivyo vitu? Nitakuonesha mchakato wa uumbaji Mungu alipokuwa anaufanya. Anapotaka kuumba kitu ndani yako, ndio utaelewa umuhimu wa neno. Na kwa sababu ulikuwa unapuuzia, baada ya hapa
Maombi yetu ya toba yatakuwa kumwambia Mungu, nilikuwa napuuzia maneno unayoniambia, naomba nishike mwenendo mpya. Amen. Nishike nini? Mwenendo mpya. Yamkini ulikuwa unasisitizwa usome maandiko, ukisoma tu unasinzia. Unamwambia sasa, Mungu, nimeshajua kwamba ndani ya neno lako humu ndio umeficha mafanikio yangu. Kuanzia leo hii naomba mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mwanzo mpya. La kukuongezea sasa, kwa nini nimekuambia neno la Mungu limebeba kila kitu? Ukisoma Mathayo 4:4, Yesu alipokuwa anajaribiwa alimuonesha shetani jambo moja ambalo sijui kama mnalizingatia. Alisema hivi, imeandikwa, mtu hataishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Umeona lile neno hataishi. Wanasayansi wanasemaje kuhusu kuishi ndio wanadamu? Wanasema ukikosa chakula, ukikosa hewa, ukikosa na nini, hauwezi kuishi, si ndio? Sasa Mungu amekuongezea kitu kingine ambacho wanasayansi hawajai kisema. Wanasayansi hawajai fanya nini? Kukisema. Wao wanasisitiza tu kula na kunywa. Sawa? Lakini Mungu amekuongezea kitu kingine kwamba hauwezi kuishi tu mwanadamu pasipo neno lake. Sasa wewe jikangamue kwamba mimi naweza kuishi, afu uko ndani ya wokovu. Utakondeana na shetani atakusumbua kwenye wokovu, utafikiri haupo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawatisha ndugu zanguni, mafundisho yangu ninawatisha. Basi kama yanakuelewa na yanajaa ndani yako, Mungu aendelee kusaidia. Lakini ninachotaka kusisitizia ni kwamba Yesu mwenyewe alishasema, kama wewe unataka kujitutumua kuishi kwa mikate tu kila siku, endelea kuishi. Lakini neno, sisi tulio wa rohoni, tuliobarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, pasipo neno hatuwezi kwenda hatua zozote za maisha yetu. Kama huwezi kuishi kwa neno, maana yake hata mke unayemtafuta bila neno huwezi kumpata. Kama mtoto unamtafuta kwenye ndoa, bila neno huwezi kumpata. Kama ni kazi unaitafuta, bila neno huwezi kuipata hiyo kazi. Nakwambia siri ambazo zimejificha kwenye neno la Mungu, na tutapita kwenye moja moja uone jinsi ambavyo, ili sasa unapoanza kuomba ujue hapa naomba sawa sawa na maelekezo ya neno, au naomba kwa sababu tu mimi mwenyewe naomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto za maisha yako, changamoto ulizo nazo, ziwe kwenye biashara, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye malezi, iwe ni kwenye kazi, majibu yake yako kwenye neno la Mungu. Yako kwenye nini? Neno la Mungu. Kaa mbali na neno la Mungu, utakaa mbali na majibu ya changamoto unazozipitia kila siku. Unataka kufika mbali kiutumishi, kimaisha, kimalezi, kibiashara, kikazi, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakwambia changamoto zozote unazokutana nazo za jambo lolote, wewe sema changamoto. Unataka hela, hela iko kwenye neno la Mungu. Unataka mtaji, mtaji uko kwenye neno la Mungu. Unataka sijui kuanzisha kitu gani, uko kwenye neno la Mungu. Ndio msingi ambao tumepewa, na neno linasema kwenye Zaburi 11:3, misingi kiharibika, mwenye haki wangu atafanya nini? Msingi wa kujenga wewe ni neno. Ukiuharibu huo msingi, wewe nyumba utaanza kuijenga huko mbele haitakuwa na mafanikio. Hautawasilishia watu kwamba wewe na Yesu ndani yako. Ndio maana kichwa changu cha somo na hoja yangu ya msingi nakwambia neno la Mungu kufanyika mwili kwenye maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikusikizishe baadhi ya mambo ambayo watu walikuwa wanamlilia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Uone Mungu alivyo ajabu. Yaani unamlilia shida yako afu anakutumia neno. Nilipata shida sana kwanza kusoma haya maandiko. Yaani mimi Mungu namlilia shida, ananitumia neno. Umeiona hiyo?
Umaiona unamlilia Mungu shida na kutumia neno? Basi tutaenda tuone leo. Haya, Zaburi ya 107:19 mpaka 20. 107:19 mpaka 20 nasema hivi: wakamlilia Bwana katika ziki zao. Sawa? Sasa lile neno badilisha, katika ziki zao weka changamoto zao. Si ndio neno la kisasa, sio? Si ndio neno la kisasa, watu wa Mungu, sio? Changamoto ndio tunatumia siku hizi, sio ziki. Sawa? Wakamlilia Mungu katika changamoto zao. Amen.